Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na nianze kwa kufikisha salamu za wakulima wa korosho kwa Mheshimiwa Rais Samia kwa namna ambavyo ametusaidia kuliinua zao la korosho kwa mikoa yetu, ambalo limetupelekea msimu tuliomaliza wa mwaka jana tumechangia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 580 kwenye pato la taifa la nchi hii. Mheshimiwa Rais, wakulima wa korosho wanakushukuru sana. Lakini pia namshukuru sana kwa uwekezaji ambao umefanyika kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara. Sisi wananchi wa Lindi na Mtwara tunatambua kazi kubwa aliyoifanya katika kukamilisha mazungumzo na hivyo kuelekea kwenye uwekezaji wa mradi mkubwa wa gesi kusini ambao utagharimu zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 42, zaidi ya trilioni 100 na kitu. Ni mradi mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, watu wa kusini tunakushukuru sana. Lakini ukienda Kilwa kuna mradi mkubwa pale unakamilika wa ujenzi wa bandari ya uvuvi pale Kilwa ambao nao unachukua karibia bilioni 200 na kitu. Na wananchi wa kusini wamenituma nilete shukurani zao kwa serikali ya awamu ya 6, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais Samia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Mtama, wa Lindi, wa Mtwara na mikoa ya kusini tunaotumia barabara ya Dar es Salaam, Kibiti, Lindi, Mtwara wamenituma kuja kuangalia hii bajeti, na wameniagiza nisipoona fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii nisiunge mkono bajeti hii, niipinge. Na mwenyekiti, namwomba Mungu anisaidie nizungumze hili kwa uvumilivu sana. Nimeangalia randama na bajeti ni randama. Nimeangalia randama, nimeipitia mara 4, na wakati kakaangu Simbachawene anazungumza hapa mpaka nimesikia wivu. Barabara hii ni katika barabara zinazounganisha mikoa ambayo ni mbovu kuliko barabara yoyote katika nchi hii. Mbovu kabisa. Muda wake wa kutumika ulishaisha. Wamezibaziba mpaka haiwezekani kuzibaziba tena. Lakini ni huku ambako nimetaja miradi. Kwanza, mchango wa korosho kwenye uchumi wa nchi yetu hauna mfano wake. Lakini barabara hii haikutengewa fedha. Mimi nikiunga mkono bajeti hii nitakuwa na wasaliti wananchi wa kusini, nitakuwa na saliti ilani ya uchaguzi ya chama changu, na kwa hiyo ninatangaza wazi kabisa siungi mkono bajeti hii mpaka fedha itengwe kwenye hii barabara. Tumetenga fedha kwenye barabara nyingine zote na zingine ambazo kwa kweli bado zinapitika, kasoro hii barabara. Hivi leo mdogo wangu Lega, ile bandari ya Kilwa, wale samaki wanapitia wapi? Tunataka kuhujumu ule mradi. Huo mradi wa gesi, hivyo vifaa na watu wanapitia wapi kwa ubovu wa hii barabara? Lakini hiyo korosho inapitia wapi? Mdogo wangu, nakupenda na kuthamini, lakini kwenye hili ninashindwa kuwasaliti wananchi wa Lindi na Mtwara. Nikipitisha bajeti hii mimi nitakuwa msaliti. Ninaomba sana serikali, mkitaka nikubali bajeti hii ipite, wekeni fedha, tuanze hata kidogo basi, hata kilomita 5 basi, tuonekane tumeanza. Na umesema vizuri hapa Mheshimiwa Waziri, hii ndio bajeti ya kwanza ya utekelezaji wa ilani ya miaka 5. Hii barabara imewekwa kwenye ilani ya uchaguzi. Rais alipokuja ametuahidi kuijenga upya. Tusipoanza nayo mwaka wa kwanza tunadanganyana. Hili jambo siungi mkono, na nitashika shilingi mpaka tufike mahali. Tengeni fedha, tuanze safari ya ujenzi wa barabara hii. Kuunga mkono ni kuwasaliti, na mimi na matumaini wabunge wa kusini watasimama na mimi kwenye hili. Fedha itengwe kwenye hii barabara ili tuelewane hapa, vinginevyo kutupeleka
Kutupeleka kwenye hati fungani ni changa la macho. Imefanyika kwenye EPC+F ikashindikana. Tusibadilishe majina, tengeni fedha, tutawaeleweni. Msipotenga fedha kwa unyenyekevu sana, kwa moyo mzito sana, mnisamehe sana, siwezi kuwasaliti wananchi wangu wa Kusini nikiacha hii barabara isitengewe fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili na la mwisho, naunga mkono mapendekezo ya kamati. Na hapa niipongeze sana kamati ya Bunge ya kudumu ya miundombinu. Mmefanya kazi nzuri ya kizalendo na mmesema ukweli hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitungwa sheria hapa, sheria namba 220 ambayo ilianzisha mfuko wa barabara. Mfuko ule, ile sheria ime reinforce fedha hizi toka mwaka 2020. Hii fedha haiendi kwenye mfuko wa barabara na kwenda kutunzwa kwa mujibu wa sheria. Hii fedha imepelekwa mfuko mkuu, na ukisoma takwimu haziendi hela zote. Sasa tukijenga utamaduni, barabara zetu zinaharibika, za TANROADS na za TARURA, kwa sababu moja tu kubwa: serikali tumeamua kupuuza sheria iliyotungwa na Bunge ya kureinforce hizi hela. Sasa maneno haya mwenyekiti amesema, CAG anasema hatufanyi chochote, kamati ya Bunge inasema hatufanyi chochote. Jamani, tunataka kwenda wapi? Hii miradi barabara zitakufa tu Ulega, tutakamata kichwa chako bure. Kazi ni moja tu. Kama serikali mnataka hii fedha isiendelee kuwa reinforce, leteni sheria tubadilishe. Kwa nini mbadilishi sheria? Mnaendelea kubaki na hela. Leo itabidi mnisamehe. Hebu basi tuone uchungu kidogo na hizi barabara. Hii mishipa ya damu ya uchumi wetu tunaihujumu. Kwa nini hamuiheshimu sheria iliyotungwa na Bunge? Ninawaombeni serikali, hebu nendeni katekelezeni ushauri nao. Naomba wabunge tuunge mkono kamati yetu ya kudumu ya Bunge, tusimame kidete, hizi hela ziletwe ziende kujenga barabara zetu. Kuendelea kupelekwa kwenye miradi mingine si sawa. Kama tunataka ziende, tubadilishe sheria, maana kazi ya Bunge ni kutunga sheria na kufuta sheria. Leteni hapa tubadilishe, vinginevyo nasema kaka mdogo wangu Ulega, na wewe mwenyewe unatoka Kusini kwa sababu wewe ni zao la sisi. Wakati ule tukiwa kisiwa tulikuwa tukibaki pale, wewe ni mjukuu wetu, mtoto wetu. Kwenye hili naomba nisikunge mkono mpaka uweke fedha kwa ajili ya barabara yetu ya Lindi na Mtwara. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana, na siungi mkono hoja hii. Asante sana Mheshimiwa Nape mchango wako. Namuita sasa